unajenga imani, Mwenyezi Mungu ndio ananisaidia, Mwenyezi Mungu ndio ananiponya. Alafu hapo hapo unasema kwamba kuna nyamkela, hapo hapo kuna sijui upako, hapo hapo kuna sijui kitu gani na gani, mzimu, hapo hapo kuna. Kwa nini sasa ikiwa hivyo? Allah tu, jua Allah, mvua Allah, shida Allah, raha Allah. Ndio utaona Qur'ani ilikuwa baligh katika uslubu wake, yasru fahamu yani, wa yuqarribu al-maani, nafahamika kwa upesi kabisa na maana zake zinakuwa karibu karibu. Kwa hiyo kama nyinyi hamridhi basi huwa hivyo, manake waljawabu alladhi yattafiqu alayhi aljami', la haturidhi kwamba sisi tushirikiane na watu wetu katika mali zetu. Idh la yarda ahadun bidhalika, kuna mtu anaridhia namna hilo kwamba wao ni shurakaa fima razaqnakum fa antum fihi sawa'un, mko sawa sawa. takhafunahum ka khifatikum anfusakum ay taj'alunahum musawina lakum fil mali lidarajati annakum takhafuna minhum kama yatakhafuna al-ahrara min amthalikum. الجواب لا إذن فلذاك فلماذا تجعلون لله أندادا من مخلوقاته. Ikiwa kama jawabu ni la, basi kwa nini mnamjalia Mwenyezi Mungu ana washirika, andada, ana washirika katika viumbe vyake? Huwa khaliqul jamii wa ma lakum, huwa khaliqul jamii wa malikuhum, kwa yeye ndio muumbaji wa vitu vyote na ndio mfalme wao mwenye kumiliki. Sasa kwa nini hamtaki nyinyi afanyie, mnataka mfanye nini kwa Mwenyezi Mungu? Maana huo ndio kutokuwa na akili. Akahitimisha Mwenyezi Mungu katika aya kusema kadhalika, hivi nilivyokupeni mfano na kukuchambulieni, nufassilu ayati liqaumin yaqilun, ndio tunavyozipambanua aya kwa wale watu wenye kutumia akili. Kwa kadhalika nufassilu ayati liqaumin yaqilun, kama hivyo tunazipambanua hizi aya na hizi ishara kwa watu wenye kutumia akili. Ay anna hadhihi al-amthila wa at-tawdihat, mifano hii na uwazi wa kila eneo, muwajjihatun liman yastakhdimuna, ni wenye kuelekezwa kwa yule ambaye atakayotumia ukulahum, akili zao watazitumia, fi tafakkuri wa tadabburi, katika kufikiria, wa tadabbur, na kuzingatia. Na hali kama hii laysa liman ya'qulunaha biibqa'i ahwa'ihim, kadhalika nufassilu ayati liqaumin yaqilun. Ay kama hatutumii tafakkur na tadabbur, laysa liman yu'attilunaha bitibai ahwaihim, wale ambao wasotumia akili watakuwa moja kwa moja wao kumdhania Mwenyezi Mungu mabaya kwamba ana washirika. Basi ikiwa sio hivyo, lipi ndilo? bal ittaba'a alladhina zalamu ahwa'ahum bighairi ilm, bali wao wale ambao walikuwa wakifanya dhulma ya ujinga, kutotumia akili zao, ndio wao waliwadhuru wezi wao.
hata kwenye jamii ukiona kwamba wako watu wengi sana hawajasoma na wachache waliosoma, basi hawa wachache waliosoma watadhurika na hawa wengi wasiosoma. Waittaba alladhina dhalamu, bal waliodhulumu wamefuata ahwaahum bighairi ilmi, matamanio yao pasina kuwa na ilmu. Sasa hofu yake ipo kwamba faman yahdi man adalla Allah, basi nani atamuongoa ambaye Mwenyezi Mungu amemwacha, hana habari naye, amemwacha manake amempotosha, amemwacha apotee. Faman yahdi man adalla Allah, basi nani atakayeweza kufanyaje kumuongoa yule ambaye adalla Allah, amempoteza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wama lahum min nasirin, wala hao hawatakuwa na wa kuwanusuru. Yani ukishakuwa umefanya ulivu hapa duniani, utovu wa adabu, usifikiri kwamba kuna mtu atakuja kukutetea. Nafasi hiyo ishafungwa ya kutetea isipokuwa siku hiyo tu ya mahshar. Sasa ikiwa kama hivyo, faqimu wajhaka lidini hanifa, ikiwa kama umeona kwamba haiwezekani wewe mwenyewe tu mfanyakazi wako ukamweka daraja ya wewe mwenyewe, ni mara chache sana, bali kila mmoja anapambana katika kulikimbilia jambo la familia yake. Zamani wetu walipokuwa, ilikuwa kila family ni family ya mtu mwingine ndio waweza kufanikiwa. Kwa hiyo kama haliwezekani hilo, tutumie kwa Mwenyezi Mungu, turejee na tuendelee na hali ya kumpokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bal ittaba alladhina dhalamu ahwaahum bighairi ilm, ay رغم وضوح الحق فإن الظالمين يرفضونه بسبب اتباعهم لآوائهم. Pamoja na hivyo Mwenyezi Mungu atubainishia, lakini watu wale ahwa wanafuata matamanio yao, washawatihim duna ilmin wala burhan, pasina kuwa na ilmu wala kuwa na hoja katika yale ambayo wanayozungumza. Bas faman yahdi man adalla Allah, ni nani ambaye ataweza kumuongoa yule ambaye Mwenyezi Mungu amempotosha? Ay man taraka alhidayah wa a'rada 'anil haqqi fa inna Allah yatruku fi dhalalih, yoyote mwenye kuacha uongofu, wa a'rada 'anil haqqi, na akaipa mgongo haki, manake akaipa akuifuatilia haki, fa inna Allah yatrukuhu fi dhalalih, kama Mwenyezi Mungu anamwacha katika upotevu wake. Wala yumkin li ahadin an yahdiyahu ba'da dhalik, hakuna tena mtu yote anamweza kumuongoa na kumuongoza baada ya pale kukataa kwake. Kwa na sisi tunaambiwa ikiwa tutakuwa tunakataa hatuwezi kushirikiana na wenzetu, basi na sisi tusimfanyishe Mwenyezi Mungu hivyo, kwani Mwenyezi Mungu ni mkali katika majambo yake, akitaka kuyafanya anasema kun fayakun. Wama lahum min nasirin, na kwa wenye nini, wenye kupata nusra, lan yajidu yawm alqiyamati ma yansuruhum, hatopata siku ya kiyama mwenye kuwanusuru, kwa sababu wamefanya ukulifu ambao ndio shirki. Yarfa anhu aladhabu, wana ondoshewa adhabu, kama qala Allah Ta'ala waqifuhum, hapo ndio kwa mpunguziwa adhabu.
wama lahum min nasirin, ay na hawana mtu wa kuwanusuru, ay lan yajidu yawma alqiyamati, hawatopata siku ya kiyama, yansuruhum, ambaye atakuwanusuru wao, au yadfa'u anhum aladhaba, au atawakinga kutokana na adhabu. Mwenyezi Mungu kashatueleza wale watu wabaya wataambiwa waqifuhum innahum mas'ulun, wachusheni hapa, tamba malaika wasimamisheni hapa, kwani hao ni kuulizwa. Kuna watu walikuwa wanafanya watemi hapa kaonea ndugu zao, kuna watu walikuwa majini kwa hesabu wanawaibia ndugu zao kwa njia elektroniki. Kwa wataambiwa waqifuhum, wasimamisheni hao, innahum mas'ulun, akaona ni kuulizwa. Kwa hapo kuulizwa na hali yao kwa nzuri, moja kwa moja peponi. Sasa hizi ukiangalia ndio aya zetu mbili kwa siku ya leo tumeziendelea kuzisema. Lakini je, tunajifunza nini katika aya zetu hizi mbili? Mafunzo ni mengi, lakini tutajaribu kuhighlight katika sehemu zake ili tupate wepesi wa kuzifahamu. Upande wa kiakida tunajifunza kupitia aya zetu hizi ibtalu shirk bitawdihi butlani bil aql wal mantiq. Inatakiwa mtu ukatae ushirikina kwa kuweka wazi, kwa kule kuwa kwamba ushirikina uko wazi, kwa kubatilika kwake, ujisaidie kufanya hivyo bil aqli wal mantiq. Yani maana kwa una akili na una tabia ya kufikiri, natija baada itakuwaje. Kwa hiyo aya zetu hizi zina tuwekea mwangaza wa kuja kupambana kwa ajili ya dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo tufadhihu hizi aya, maana kama tufadhihu tanaqub almushrikin, ile mgongano wa shirikina, kwa maana wao wenyewe hawezi kitu kufanya alafu anamfanyia Mwenyezi Mungu. Fahum la yaqbaluna an yakuna li'abidihim nasib, akawa wakubali kwamba yule mja wao au nini mtumwa wao awe ni sehemu min amwalihim, ya mali yao, apate sehemu ya mali yao, hawakubali hilo. Lakinahum yaqbaluna ay yaj'alu Allah sharikan, wao wanakubali kwamba kumjalia Mwenyezi Mungu kama anamshirika. Mfano kama vile mwanadamu la yakbalu an yusharikahu abduhu fi mali, akubali mtu mfanyakazi wake amshirikiane katika mali yake. Sengine hata zile hesabu pia umpa kwa budget. Famin babi aula anna Allah la yakbalu an yushraka ma'ahu ghayruhu fil ibada, Mwenyezi Mungu basi ni hivyo zaidi ya nyie, ndio min babi aula, ni katika ile kwa nzuri zaidi ni kumwacha Mwenyezi Mungu na kutomshirikisha, sababu la yakbalu. Mambo mengine yote Mwenyezi Mungu atakusaidia, lakini kumshirikisha halikubali hilo. Jambo la pili katika mambo ya aqida tunajifunza tauhidi ni ittibaul hawa, kufuata matamanio haya ya nafsi. Sababu dalal, ndio sababu ya kupotea. Lazima uipinde nafsi yako, isikubali tu kukupekesha, na nafsi ina ukorofi, lakini ukaijitahidi ukaipinda ukaizozesha mpaka inakuja kuwa ni sajia tu, ni kama vile tabia yake. Kwa hiyo itibaul hawa sababu dalal, kufuata matamanio ndio sababu ya kupotea. Kama utambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, hawezi kuwa muumini mmoja wenu kikamilifu, hata yakuna, mpaka iwe hawahu tab'an lima jitu bihi, matamanio yake
yanafuata yale niliyokuja nayo kwayo. Kullu man arada anil haqqi wattaba hawahu, kila ambaye aloipa mgongo haki, wattaba hawahu, na akafuata matamanio yake, waqa fi dhalal, ataingia katika upotefu wa hali ya juu na apate mtu wa kumsapoti. Hata kama akiwa duniani na rafahia nzuri na maisha mazuri, lakini haya ndiyo ya kimsingi ya kujengea kesho. Kama vile alivyofanya Iblis wakati alipokataa kusujudu kwa Baitu Adam, akawa ameweka hasadi kubwa sana kwamba haiwezekani mimi ulioniumba kwa thamani nikamsujudia mtu aliyeumba kwa udongo, lakini ilikuwa ni amri na testi kwake yeye. Na sababu ya tatu ni somo la tatu tunajifunza katika upande wa aqida ni alhidayatu min Allah wahdahu, sio kafanya juhudi au maarifa au kadhaa. Uongofu ni unatoka kwa Mwenyezi Mungu peke yake. La yastatu ahadun, hawezi mtu yote, an yahdia man adallahu Allah, akamuongoza ambaye Mwenyezi Mungu kashamtakia huyo mwenye apotee. Hakuna hiyo. La yastati'u ahadun an yahdia man adalla Allah, hawezi yote huyo kumuongoa mtu ambaye Mwenyezi Mungu kashamfanya apotee, bisabi iradhihi anil haqq, kuipinga kwake haki, kupa mgongo haki, kama mtambia Mwenyezi Mungu katika sura Qasas pia kwamba innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Abu Talib naye kana yuhibbu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, lakini mata ala kufri. Lakini masala yanakuwa yana ukakasi mbele ya wanachuoni, lakini mata ala kufri, na hilo ndio Mtume swali kikazania sana miaka afanye yasilimu. Lakini kwa sababu alikuwa kashakuwa na mila wazojengea mwanzo huko, anaona hawezi kufuata dini ya Muhammad, na alikimpenda alikimdafi kila eneo. Mzee nani ami yake Mtume Abu Talib alikuwa na muhami kila sehemu kama nguzo yake, lakini hakuweza kutamka shahada. Hilo likawa limempa huzuni na uchungu sana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio akashusha malaika aje kumsema naye, fa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Wewe umuongoe mtu ambaye unamtaka kwa mapenzi tu, inatakiwa umuongoe kwa asbab, sio kwa jambo hilo tu. Kipengele cha pili tunajifunza upande wa kifiki. Aya zetu hizi mbili zimetufundisha nini upande wa kifiki? Jambo la kwanza litufundisha sisi ni wujubu ikhlas ibadati lillahi wahdahu, ulazima wa kumtakasia Mwenyezi Mungu ibada zetu zote. Kama anna insan la yaqbalu an yushraka an yashrika wa abduhu fi malihi, kama vile mwanadamu hapendi na akubali kushirikiana na mja wake na mtumwa wake katika mali yake, fa inna Allah la yaqbalu an yushraka ma'ahu ahadun fil ibada. Na Mwenyezi Mungu hadithi hakubali kushirikishwa ni yoyote yule katika ibada yake. Halikubali Mwenyezi Mungu kadra kuwa Mtume sasa ametufahamisha katika riwaya ya Muslim, min amali, kutokana amali, amalan ameifanya
mtu ambaye ashrak, amemshirikisha Mwenyezi Mungu, huyu inakuwaje? Tunakajibiwa kwamba man amila amalan, mwenye kufanya tendo lolote, ashraka ma'i fihi, amenishirikisha mimi ndani yake, ghairi, kwa mwingine, taraktuhu wa shirkahu. Hiyo ndio sahihi. Mwenyezi Mungu asema nitamwacha mwenye na huyo mshirika wake. Baada ya kuulizana kwamba ilikuwaje bwana wewe huwezi kumwacha mzee simu hata kidogo, ilikuwaje wewe huwezi kuchunga haki ya mke, ilikuwaje wewe huwezi kuchunga haki ya mtoto, ilikuwaje wewe huwezi? Itakuwa maswali ni mengi. Kwa hiyo tunataka tuwe na wajibu wa kumtakasia Mwenyezi Mungu peke yake. Kila tendo tunachofanya tulifanye lillah. Jambo la pili, upande wa kifiki tunajifunza ittiba'ul ilmi lal hawa fi dini. Dini nataka ilmu na sio matamanio tu, nafsi yangu nimependa, nimeona itapendeza ufanya. Hapana, ittiba'ul ilmi ndio jambo linalotakiwa katika fiki, kwamba tusifuate tu matamanio, tufuate ilmu katika lile jambo husika. Fasalu ala dhikri kuntum la ta'lamun. Lal hawa fi din, hakuna matamanio tu ya nafsi katika dini. Lazima usacrifice. Kwa watu wamesacrifice kwa kutoka pale pale. Kwa hiyo na wewe na mimi tujitahidi kwamba itibau ilmi lal hawa fi din, yani bimaana la yajuzu an yattabi muslim hawahu fi ahkam shar'iyya, bal yajibu alayhi اتباع الأدلة الشرعية. مثال ذلك بعض الناس يتركون الحلال والحرام ويقولون قلبي دليلي. سبحان الله. Kuna wengine wanaacha kabisa kufanya mambo ya kisheria, watakwambia kwamba sisi tumeacha hii halali na tumeacha hii haramu kwa sababu naona mioyo yetu inatosha, ndo dalili hii, kitu hakifai, hichi kinafaa, basi tunaendelea na mpango wetu. Ndio kitu kilichoangamiza watu kama hao. Wa hadha inhiraf an haqi, na hii ni kugeuka haki. Wa hadha inhiraf an alhaqi, na hii ni kugeuka haki. Kwa hiyo takiwi tutangulize hawa zetu, tutangulize ilmu kama ilivyokuja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jambo la tatu katika tunafaidika kifiki kwamba at-tahdhiru min at-taqlid, hukumu ya at-tahdhiru min at-taqlid al-a'ma fi al-aqida, kuhadharishwa kufuata kibubusa maana ama kiupofupofu katika nini, aqida, katika iman. Haitakiwi ufuate kipofupofu tu. La yajuzu insani yatabila aba wala idada duna dalili, anawafuata tu mabibi au mababa duna dalili, pasina dalili, bali yajibu an yabhatha anil haqqi bidalil, atakuwa atafuta haki kwa dalili. Watu waambiwa kwamba inatakiwa tutumie nini, al-aqli wal mantiq katika kupokea majambo. Kama mtume Mwenyezi Mungu au mushrikina sura ajitia sababu hii hapa, inna aika sisi wajadna abaana, tumakuta wazee wetu ala ummatin, katika mfumo huo. La, inatakiwa tusendane, tuwe sisi sasa hivi na durus wa ibar katika kila namna, ili tusiweze kufuatisha yale tu walikuwa wamefanya wazee wetu. Hatuna mazingatio, tunachoambiwa baada ya kufanya mzee ukafuata moja kwa moja. Upande wa kijamii tunafaidika vipi pia na aya zetu hizi kwa jamii? Sasa kwa Mwenyezi Mungu kashatuambia sisi, ametupigia mfano tu wenyewe kwamba hatuwezi sisi kushirikiana na wafanya kazi wetu kawaida. Wengine hawataki kutumia hata choo chake kisafi, atamtilia maradhi. Mwingine hataki hata kula chakula chake, akanunue chakula nje. Ikiwa hatuwezi hivyo, basi kwa nini sisi tunamdhulia Mwenyezi Mungu kumpa washirikina, kumwekea watu ambao ni washirika wake? Haitakiwi hilo. Kwa hiyo katika upande wa kijamii nayo tunapata kuona kwamba aya zetu zinatupa madarasa kwamba al-adlu musawatu baina an-nas, kwamba watu waadilifu
na wawe wanafanya usawa kwa watu. Kama anna Allah, kama vile Mwenyezi Mungu, yarfudh an yakuna lahu sharik, anakataa kuwa na mshirika yote fil uluhiyya, katika uungu wake. Kadhalika yajibu al-bashar, ni wazima pia kwa viumbe, an la yadhlimu ba'dahum wa yu'tu al-huquqa li ashabiha, kwamba akadhulumu wengine ili awape hiyo kilichokidhulumu watu wengine. Halifai hilo, kwa sababu sio uadilifu na wala sio msawa. Umkandamize mwingine ili mwingine aimuke, kama tulivyokuwa hali zetu nyingi kwenye sehemu nyingi. Maadamu mtu ana pesa, basi atakandamizwa. Ambaye sio na pesa atazungushwa. Wewe kama ni kesi, hata haki yake haipati, mwisho ataambia bwana, utasumbuka kile unapoteza nauli tu, bora usamehe. Kwa hiyo inahitajika sisi pia tunajifunza katika zetu hizi, tuwe na kitu cha usawa, tusifanye majambo kwa hawatu, kwa maana sisi hatuwezi kushirikiana nao kwenye mali zetu. Share itakuwa na mtu maalum na wale watapewa mshahara maalum, basi na Mwenyezi Mungu hataki kushirikishwa. Kama vile Mtume sasa muharabat tafriqa baina an-nas, Mtume alipiga vita sana watu kufarikiana kwa makundi makundi, na akawaambia kullukum li adam, nyote nyinyi wa Adam, wa Adam min turab, na bi Adam pia mtubana mchanga. Kwa hiyo inatakiwa al-adlu wal musawa baina an-nas, watu wote ni sawasia, wako sawa sawa. Kwa hiyo hakuna kumtukuza mtu isipokuwa kwa ucha Mungu. Jambo la pili katika mambo ya kijamii linatakiwa tujifunze kupitia aya zetu hizi ni ittiba'u al-aqli wa tafakkuri fil adilla. Unaweza kuleta mambo mengi kwamba hili. Kwa hiyo unataka wewe utumie nini? Utumie akili. Kuna watu wanakuambia la aqla fi din, hakuna akili kwenye dini. Hakuna akili kweli. Hata tukatengeneza jambo tuliyopewa hili ndio dini. Zile zinatuambia hii ni dini, hili ni jambo, zinataka tutumie akili, sije kama kwamba tumetengenezewa. Kwani wangapi wamekuja kuona kwamba kuna hadithi zilizopokewa ni sio sahihi. Unauthentic hadithi zipotele katika ulimwengu wa kufanya research. Hata wewe tumefundishwa maisha ya kawaida, mtu akija na habari sio nzuri, basi pembua ile habari, fatabayyan an tusibu qawm bi jahal. Sasa hiyo nini kata kupembua? Maana yake imalul aqli, lazima uitumikishe akili. Kwa hiyo tunafahambiwa pia katika jamii pia tusikurupuke tu, ittiba'ul aqli wa tafakkur fil adilla, kutumia akili na kufikiri vizuri katika zile dalili zinazopewa, kwamba aya hizi tad'u ila istikhdam al-aqli wa adami insiyaqi wara taqalid. Bas sababu jamii inafanya hivi na mimi nafanya. Kwenye jamii nataka uwe mtamayizi, mtumie akili. Mimi bakora kali kweli. Sasa hiyo sio mila ambayo ya kufuata. Watu kwenye harusi au akid ni furaha, bora tumeke njia nyingine kama ya maneno ya nini kuzuia, lakini kuna bakora bwana, unatoa bakora la maana. Hasa taklidi kama hizo katika jamii zinavunja lile jambo kuwa katika mfumo sahihi. Kwa lazima tumie akili, sio takalidi tulbatila. Tusiende tu insiyaqu kujivua katika takalidi albatila. Kwani Uislamu ulipokuja istakhdama as-sahaba idhan uqulahum masawa al-dunya wa taraku ibadat al-asnam, waliacha ibada ya nini? Ya masanam. Wakaona kumbe jamani, hili watu tunalitengeneza sisi wenyewe, tunalipamba sisi wenyewe, alafu ndio Mungu. Kumbe yuko Mwenyezi Mungu ambaye wewe chochote unachotaka ndo anakusailishia. Mithili Islam Sayyidina Umar bin Khattab عندما تفكر سيدنا عمر alifikiria tu kaifiyat ibadat al-hajar, kifu nalibudu jiwe la yadhuru. Jiwe linikwambia tupigane, halifanyi chochote. Nikamwambia basi leo bwana na shida nipe, hamna. Kifadhan alitumia nini? Akli. Akaona kwamba jiwe, ukisoma historia yake kwa Steve, sababu iliyomfanya akawa anajiuliza, haya mawe mbona nikiwa na jambo haya nisaidii hii? Basi bakora kali kweli. Sasa hiyo sio mila ambayo ya kufuata. Watu kwenye harusi au akid ni furaha,
bora tumeke njia nyingine kama ya maneno ya nini kuzuia, lakini kuna bakora bwana, unatoa bakora la maana. Hasa taklidi kama hizo katika jamii zinavunja lile jambo kuwa katika mfumo sahihi. Kwa lazima tumie akili, sio takalidi tulbatila. Tusiende tu insiapo kujivua katika takalidi albatila. Kwani Uislamu ulipokuja استخدم الصحابه اذا عقولهم مساوئ الدنيا وتركوا عباده الاصنام وليات عباده ya masanam. Wakaona kumbe jamani hili basi tunalitengeneza sisi wenyewe, tunalipamba sisi wenyewe, alafu ndio Mungu. Kumbe yuko Mwenyezi Mungu ambaye wewe chochote unachotaka ndo anakusailishia. Mithili Islam Sayyidina Umar bin Khattab عندما تفكر Sayyidina Umar alifikiria tu kaifiyatu ibada hajar, kifu nalibudu jiwe la yadhuru. Jiwe linikwambia tupigane, halifanyi chochote. Nikamwambia basi leo bwana na shida nipe, hamna. Kifadhan alitumia nini? Akli. Akaona kwamba jiwe, ukisoma historia yake kuslimu, sababu iliyomfanya akawa anajiuliza haya mawe, mbona nikiwa na jambo haya nisaidii?